Kifo cha MC Pilipili ni pigo kubwa sana kwa tasnia ya vichekesho na ushereheshaji hapa nchini kwetu Tanzania. Bwana, mchekeshaji huyu maarufu MC Pilipili, lakini jina lake halisi anaitwa Emmanuel Matias, alifariki ghafla tarehe 16 Novemba ya mwaka huu. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Dodoma, Dr. Ernest Ibens, alithibitisha kuwa alipokelewa hospitalini akiwa tayari ameweza kufariki dunia. Kifo chake kilikuwa na mshtuko mkubwa sana kwa wengi, ikiwemo watu wa tasnia ya burudani, marafiki na jamii ya Dodoma na mtaa wake wa Swaswa. Dada yake anayejulikana kwa jina la Veronica Matias ameeleza kuwa alipata taarifa za kifo cha kaka yake kupitia simu kutoka kwa ndugu mwingine, na alipofika nyumbani kwao alithibitisha kuwa taarifa hizo ni za ukweli au ni taarifa sahihi. Veronica amesema kuwa haelewi ni nini kilimkuta kaka yao, kwani kifo kilifika tu ghafla. Pia kuna taarifa kwamba baadhi ya ndugu ambao waliweza kufanikiwa kuona mwili wa marehemu wamesema kuwa alikuwa na madoa meusi mgongoni ambayo yanaonekana dhahiri ni madoa ya majeraha. Ndivyo ambavyo hao ndugu wameweza kusema hivyo baada ya kuweza kuona mwili wa ndugu yao huyu MC Pilipili. Kwa sasa taratibu za mazishi bado hazijapangwa kikamilifu, kwani familia inasubiri kaka yao mkubwa, kaka wa marehemu, kutoka jijini Dar es Salaam ili kuamua tarehe na mpangilio mzima wafanyaji wa nini wa hayo mazishi. Kuhusu mke na mtoto wa MC Pilipili, dada yake huyu Veronica Matias amesema kuwa mawasiliano yao kati ya huyu mke wa MC Pilipili pamoja na familia ya huyu MC Pilipili bado mawasiliano ni duni, na hawajafika Dodoma kudhihirisha ushirika wao huko msibani hadi sasa. Manake huyu mke wa MC Pilipili pamoja na mtoto wake huyu hajaweza kuwasili bado huko Swaswa, huko ambako andiko msiba utafanyikia huko jijini Dodoma. Manake mawasiliano yao bado yapo duni, kwani hawa bado hawajafika huko kwenye familia hii ya MC Pilipili ya mzee Matias huko Swaswa Dodoma. Mwenyekiti wa kamati ya maafa wa mtaa wa Swaswa, Pasco Maingo, amesema kuwa msiba huo umeshtua wakazi wa mtaa wake kutokana na vile ambavyo MC Pilipili alikuwa mtu mchangamfu sana, mshereheshaji na mwenye upendo kwa jamii. Marafiki wa Pilipili wanasema kuwa alikuja Dodoma kwa shughuli za ushereheshaji kama MC. Alikuwa na kazi aliyokuwa ameenda kuifanya huko jijini Dodoma, hivyo kifo chake hakikutarajiwa wakati huo, kwa sababu alikuwa ameweza alikuwa na afya njema kabisa, ndio maana watu wakaweza kumwalika kuweza kufanya hiyo shughuli yake ya ushereheshaji. Lakini ndio hivyo, umauti ukaweza kumfika kabla hata hiyo shughuli yake ambayo aliweza kualikwa huko hajaweza kuitekeleza. Rafiki yake wa karibu anayejulikana kwa jina la Godfrey Garabi maarufu kama Garabi amethibitisha kuwa msiba unafanyika nyumbani kwa familia yake Swaswa huko Dodoma, na maandalizi ya mazishi yameshaanza kuweza kufanyika. Taarifa ya jamii imetolewa kupitia mitandao ya kijamii Instagram ikisema msiba utafanyika nyumbani kwao Swaswa Dodoma. Pia Pasco Maingo ambaye ni msemaji wa familia ametoa wito kwa wadau na mashabiki kuendelea kutoa michango na maombi kwa familia kutokana na hichi kitu ambacho familia hii ya Matias imeweza kukumbana nacho, huo msiba mzito wa ndugu yao huyu MC Pilipili. Mazishi ya MC Pilipili yamepangwa kufanyika Alhamisi ya tarehe 20 Novemba ya mwaka huu jijini huko Dodoma huko Swaswa. Mratibu wa mazishi ni MC John Mwangata, na tayari maandalizi ya mazishi yameshaanza kuweza kufanyika kulingana na taarifa ambayo imeweza kutolewa. Mazishi yatafanyika nyumbani kwa familia yake huko Swaswa Dodoma. Wadau, marafiki na ndugu wanatarajia kuhudhuria kutoa heshima za mwisho kwenye mwili wa huyu marehemu Matias. Wanatarajiwa kuhudhuria kutoa heshima za mwisho kwa huyu mpendwa wetu huyu MC Pilipili Emmanuel Matias huyu. Dada yake Veronica amezungumza kwa masikitiko makubwa. Amesema kuwa familia iko kwenye majonzi makubwa kutokana na kifo cha ghafla na kutokuwa na maelezo kamili sababu ya kifo cha huyu ndugu yao MC Pilipili. Pasco Maingo, msemaji wa familia, ameomba umoja, maombi na michango kwa wadau wote ili basi kuweza
kufanikisha shughuli nzima ya mazishi na vitu kama hizo. Ndio hivyo Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana liweze kuhimidiwa. Watu wa mtaa wa Soso wameeleza kuwa ni pigo kubwa sana, kwani Pilipili alikuwa ni sehemu ya jamii. Alikuwa ni mtu ambaye anawasalimia, anawafurahisha, wanapiga stories za hapa na pale, anaeneza furaha. Alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu sana. Kwa hiyo ili ni pigo kubwa sana kwa wanajamii wa Soso ambako huyu MC Pilipili ameweza kutokea huko, kwa sababu halisi za kifo bado hazijaweza kuthibitishwa kwa umma. Familia na vyombo vya afya bado vipo kwenye hatua za kufuatilia ukweli wa kifo cha huyu MC Pilipili. Utaratibu wa mazishi unategemea vikao vya ndugu ambao bado wanaendelea kupanga tarehe na mpangilio, hasa wakisubiri wageni wa familia kutoka jijini Dar es Salaam. Wadau wanahimizwa kuonyesha heshima kwa marehemu kwa kuja kwenye msiba na mazishi, pia kutoa msaada chochote ambacho wameweza kubarikiwa kinachoweza kusaidia familia hii kwenye kipindi hichi kigumu. Ndio hivyo bwana, kifo cha mzee Pilipili kimekuwa kubwa sana kwenye tasnia ya vichekesho na ushereheshaji nchini Tanzania, na pia ni msiba wa kibinafsi na pia msiba wa kibinafsi kwa familia yake, ndugu, marafiki na mashabiki. Taarifa za mwisho zinaonyesha kuwa familia inahitaji maombi na faraja na ushirikiano wa watu wote ili basi kuimarisha maandalizi ya mazishi na usaidizi wa majonzi kipindi hichi kigumu ambacho familia hii ya mzee Mathias imeweza kufanyaje kukutana na hii moment ngumu sana, moment ambayo inaumiza, moment ambayo imeweza kuwagusa walio wengi sana. Kwa masikitiko makubwa sana kwa masikitiko makubwa na mioyo iliyojaa majonzi, tunaleta salamu za pole kwa familia marehemu Emmanuel Mathias MC Pilipili, ndugu, jamaa, marafiki na wote walioguswa na msiba huu mzito. Tumepokea huzuni kubwa taarifa za kuondokewa kwa mpendwa wetu, msanii mcheshi, mtu wa furaha ambaye maisha yake yameacha alama isiyofutika hata kidogo katika jamii hii yetu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu sana, mcheshi, mtu wa furaha. Tunafahamu aliweza kuanzisha kanisa lake ambalo lilikuwa linakwenda kwenye la Love Church, kanisa la upendo. Ni dhahiri kabisa huyu mtu alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ana imani kubwa, ana imani thabiti kabisa. Ndio hivyo bwana, anayefahamu kesho ni Mwenyezi Mungu pekee yake. Katika wakati huu mgumu tunatambua ukubwa wa pengo aliloliacha, lakini tunawasihi muwe na moyo wa uvumilivu na matumaini. Qur'ani inasema au inafundisha kuwa kila nafsi itaonja mauti, lakini pia Biblia inatukumbusha kuwa majonzi hulala usiku, lakini asubuhi huja furaha. Manake majonzi ni ya muda mfupi tu, lakini furaha itaweza kurejea, kwa sababu shida tumeweza kuumbiwa binadamu, lakini hautaweza kupitia magumu kwa nyakati zote. Furaha lazima tu itaweza kurejea katika nafasi yake. Haya ni maneno yanayo tutia nguvu na kujua kuwa licha ya uchungu au licha ya ugumu wa sasa, Mwenyezi Mungu ndiye mfariji wa mioyo yote au vitu vyote. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape nguvu, subira na imani ya moyo katika kipindi hichi kigumu. Kifo kinatuumiza sana, lakini upendo wa milele na kumbukumbu njema za marehemu ndizo zitakazoendelea kuishi ndani yetu au ndani ya mioyo yetu watu. Kwa vile ambavyo tulikuwa tunamfahamu huyu MC Pilipili, alikuwa ni mtu wa watu sana, mcheshi, mtu vitu kama hivyo. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwema sana, anasaidia watu. Nadhani wengi tuliweza kuona lifestyle yake. Alikuwa ni mtu ambaye ni mtu yupo real sana, alikuwa halisi sana. Kipindi akiwa na furaha, basi alikuwa anaweza kuwasilisha furaha moja kwa moja. Alikuwa ni mtu ambaye anatabasamu rua kabisa machoni pake, lakini pindi moment za huzuni zinapoweza kumfika, alikuwa ni mtu ambaye anatoa machozi yake alikuwa karibu. Alikuwa ni mtu ambaye sio wa pretend, alikuwa halisi kabisa. Alikuwa ni mtu ambaye ana moyo safi kabisa, huyu bwana MC Pilipili, huyu Emmanuel Mathias ambaye ameweza kufariki dunia. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Poleni sana kwa msiba huu mzito. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, na watie nguvu katika safari hii ya maombolezo, na amina. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu ya hilo? Uwanja comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini kumbuke pia huyu MC Mathias aliweza kusema, huyu MC Emmanuel Mathias au maarufu kama MC Pilipili, alishawahi kusema
kwamba kwenye historia yake ya maisha wale watu ambao anakuwa anaondokewa au anafariki kwenye maisha yake, basi alikuwa ni mtu ambaye hawezi hata kufuta namba zake, namba zao anabaki kuwa nazo tu, kwa sababu inakuwa kama kumbukumbu hivi. Kufuta namba za watu ambao wameweza kufariki dunia sio jambo ambalo alikuwa analiweza, lakini ndio hivyo. Naye basi umauti umeweza kumkuta kweli, naye fahamu kesho ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hata uwe mwema vipi, una roho nzuri vipi, unasali vipi, basi kesho bado linabaki kuwa fumbo. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anafahamu kesho yako itakuwaje na vitu kama hizo. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Ndugu yetu ameweza kufariki dunia, ameweza kututoka. Una maoni gani juu ya hilo? Uwanja comment hapo. Usisahau kudrop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbushe tu kwa mara nyingine au nikusii tu, kama ni mara yako hii ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.